Taarifa ya kushtua kutoka kwa jeshi la polisi yatikisa medani ya siasa na taifa la Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Usiku wa tarehe 29 Disemba mwaka huu, taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ilitoa kwenye janja ya umma kama radi isiyo na mvua. Mwalimu wa shule ya awali ya St. Clemens mkazi wa Uzunguni jijini Mbeya, Clemens Kerani Mwandambo alitangazwa kushikiliwa kwa tuhuma za kijinai zinazohusishwa na kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo pamoja na kukashifu imani za dini. Taarifa hiyo iliyoandikwa kwa lugha ya kisheria na kusainiwa na kamanda wa polisi wa mkoa ilifungua ukurasa mpya wa hofu, sintofahamu na mjadala mkali kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza, nafasi ya dini katika mjadala wa umma na nguvu ya dola katika kudhibiti maudhui ya kidijitali. Kwa mujibu wa maelezo rasmi, Mwandambo alikamatwa saa 4 asubuhi katika eneo la Uzunguni jijini Mbeya, sababu iliyotajwa na vitendo vya kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo kupitia akaunti za mitandao ya kijamii, huku akidaiwa kukashifu imani za dini ya Kiislamu na Kikristo. Polisi walisema upelelezi unaendelea ili hatua zaidi za kisheria zichukuliwe. Kauli hii kwa uzito wake iliweka muhimili wa simulizi linalovuka mtu mmoja na kuingoja kwenye mjadala mpana na mstakabali wa haki za kiraia nchini Tanzania. Uzito wa tukio hili hauko tu katika kukamatwa kwa mwalimu wa shule ya awali, bali katika muktadha wake, na Tanzania ina historia ndefu ya mvutano kati ya dola na uhuru wa kujieleza, hasa pale mitandao ya kijamii inapotumika kama jukwaa la mjadala, haswa wa kisiasa na kijamii. Na katika miaka ya karibuni, sheria na kanuni mbalimbali zimeimarishwa kudhibiti maudhui ya mtandaoni, zikiwemo zile zinazolenga taarifa za uongo, uchochezi na usalama wa taifa. Ndani ya mazingira haya, taarifa ya polisi Mbeya imeonekana na wengi kama kiashiria kingine cha mkono wa dola unaozidi kuwa mzito katika kudhibiti maoni yanayoonekana kutishia utulivu au mamlaka. Kesi ya Mwandambo inagusa kwa kina swala nyeti la dini, na Tanzania ni taifa lenye mchanganyiko mkubwa wa imani na kwa muda mrefu limejenga taswira ya kuishi kwa amani ya kidini. Hata hivyo, pale dola inapochukua hatua kali dhidi ya maudhui yanayodaiwa kukashifu imani, swali la uwiano kati ya kulinda amani na kuheshimu uhuru wa maoni hujitokeza kwa nguvu. Taarifa ya polisi inasisitiza hatari ya maudhui hayo kwa usalama wa jamii, lakini haijatoa maelezo ya kina kuhusu maudhui husika, mazingira ya uchapishaji wake au kiwango cha athari zake kwa umma. Ukosefu huu wa uwazi unazidisha mashaka na kuacha nafasi kubwa ya tafsiri pana za kisheria. Na katika historia ya kisiasa ya Tanzania, vyombo vya dola vimekuwa na nafasi kubwa katika kusimamia utulivu wa jamii, na hata hivyo kipindi cha utandawazi wa kidijitali kimebadilisha uwanja wa mawasiliano. Mitandao ya kijamii imekuwa sauti ya wananchi wa kawaida, walimu, vijana na makundi yaliyokuwa hayana majukwaa ya kujieleza hapo awali. Kukamatwa kwa Mwandambo, mwalimu wa shule ya awali, kunabeba alama ya ishara kwamba hakuna kundi linaloonekana kuwa dogo sana au lisilo na athari kiasi cha kuepuka mkono wa dola pale maudhui yao yanapotafsiriwa kuwa tishio. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu usawa wa utekelezaji wa sheria, na katika kipindi cha hivi karibuni mijadala ya kidini na kisiasa imekuwa ikifanyika hadharani kupitia majukwaa mbalimbali. Baadhi ya kauli zimekuwa kauli zenye mgawanyiko na wakati mwingine zenye lugha ya uchochezi. Hata hivyo, kila aliyetoa kauli hizo amekumbana na hatua za kisheria. Hali imeongeza hisia kwamba utekelezaji wa sheria unaweza kuwa wa kuchagua, jambo linalodhoofisha imani ya umma katika taasisi za dola. Kwa mtazamo wa haki za binadamu, kukamatwa kwa Mwandambo kunahitaji kuangaliwa kwa makini. Uhuru wa kujieleza ni haki ya msingi inayolindwa na misingi ya kikatiba na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania ni mshiriki. Haki hii, ingawa si ya kikomo, inahitaji vigezo vya wazi na uwiano pale inapowekewa mipaka.
na pale ambapo sababu za kukamatwa zinatajwa kwa ujumla bila ufafanuzi wa kina, hatari ya matumizi mabaya ya mamlaka hujitokeza, na hapo ndipo hofu ya wananchi huanza kukua. Taarifa ya polisi Mbeya pia inafichua nguvu ya lugha ya kisheria katika kuunda simulizi la umma. Maneno kama taarifa za uongo, kukashifu imani na hatua za kisheria yana uzito mkubwa na huathiri mtazamo wa jamii kabla hata mchakato wa kisheria kukamilika. Kwa mwalimu aliyehudumia watoto wadogo, alama ya kijamii inayojengeka kutokana na taarifa hiyo ni nzito na ya kudumu. Hii inaongeza swali la uwajibikaji wa taasisi za umma katika kulinda utu wa mtuhumiwa kabla ya hatia kuthibitishwa. Na katika mazingira ya kikanda na kimataifa, Tanzania imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu kuhusu mwenendo wa haki za raia na uhuru wa kujieleza. Mashirika ya haki za binadamu na wadau wa maendeleo wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa uwazi, utawala wa sheria na uhuru wa maoni kama nguzo za utawala bora. Tukio la Mbeya linaingia kwenye rekodi ya matukio yanayotumika kupima dhamira ya serikali katika kusawazisha usalama wa jamii na haki za msingi za raia. Kwa wananchi wa kawaida, taarifa hii imeleta athari ya kisaikolojia. Inajenga tahadhari mpya kuhusu kile kinachochapishwa au kushirikiwa mtandaoni, hasa pale kinapogusa masuala ya dini na serikali. Hofu ya kukosea hata bila nia mbaya inaweza kusababisha kujizuia kwa maoni, na hapo ndipo jamii hupoteza mjadala huru unaohitajika kwa maendeleo ya kidemokrasia. Kukua kwa utamaduni wa kimya ni ishara ya hatari kwa mustakabali wa uwajibikaji wa kisiasa. Muktadha wa tukio hili huweza kutenganishwa na mwenendo mpana wa kisiasa nchini. Serikali imekuwa ikisisitiza nidhamu ya mawasiliano na uwajibikaji wa watumiaji wa mitandao ya kijamii, na hata hivyo bila mifumo wazi ya kutoa maelekezo, elimu ya umma na uwazi katika utekelezaji, hatua za kukamata huonekana kama adhabu badala ya marekebisho. Na kesi ya Mwandambo kwa hiyo inakuwa kioo kinachoonyesha pengo kati ya sera na athari zake kwa maisha halisi ya raia. Na kadri upelelezi unavyoendelea, jamii inabaki kusubiri kwa tahadhari. Hatua zitakazofuata zitatoa ishara muhimu kuhusu mwelekeo wa haki na uwazi, ikiwa mchakato utaendeshwa kwa misingi ya haki, uwazi na uwiano. Unaweza kurejesha imani iliyoyumba. Ikiwa sivyo, tukio hili litaendelea kuwa kumbukumbu chungu ya kipindi ambacho hofu ilianza kuchukua nafasi ya mjadala huru. Mwisho wa simulizi hili hauko mikononi mwa mahakama pekee, bali pia katika dhamira ya taifa kulinda misingi ya haki na utu. Na Tanzania inapokabiliwa na changamoto za kisiasa, kiuchumi na kijamii, uhuru wa kujieleza unabaki kuwa nyenzo muhimu ya kusahihisha mwelekeo. Ukimya unaosababishwa na hofu ya kukamatwa au kutuhumiwa una gharama kubwa kwa mustakabali wa nchi. Na kukamatwa kwa Clemence Kerani Mwandambo ni zaidi ya tukio la kisheria, ni onyo ya namna ambavyo mipaka ya maoni inavyochongwa upya. Na mustakabali wa Tanzania utategemea ujasiri wa kulinda haki bila kuyumbishwa na hofu, na uwezo wa taasisi za dola kuwajibika kwa uwazi mbele ya wananchi wanaowahudumia. Ndio hayo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zingine bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, kwa kulike, kusubscribe na vile vile kushare video zetu.